Makardinali 133 kutoka sehemu mbalimbali za dunia wamejumuika mjini Vatican kushiriki zoezi muhimu la kihistoria la kumchagua papa atakayemrithi hayati Papa Francis aliyeongoza kanisa Katoliki kwa miaka 12. Mjumuiko huu maarufu kama conclave umeanza shughuli hiyo katika kanisa dogo la Sistine, ambapo makardinali watabaki hadi pale papa mpya atakapochaguliwa. Mjumuiko huu wa makardinali ni muhimu sana kwa waumini bilioni 1.4 wa Kikatoliki kote duniani. Makardinali hao ambao wote wako chini ya umri wa miaka 80 wametokea mabara matano na wanatarajiwa kumchagua kiongozi ambaye atakuwa na uwezo wa kukabiliana na changamoto zinazoibuka katika dhehebu hilo zama hizi. Miongoni mwa hizi ni mgawanyiko ndani ya kanisa, kushuka kwa kiwango na mahudhurio kanisani na kutatua madai ya kashfa za ngono. Kabla ya kuanza rasmi kwa zoezi hilo, makardinali wameshiriki katika sherehe ya mwisho ya umma ambayo ni misa maalum katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro, wakiongozwa na mkuu wa makardinali Giovanni Battista. Hiyo itakuwa mara ya mwisho kwa wao kuonekana hadharani kabla ya zoezi la kuchagua kwa faragha kuanza. Kwa ushindi wa angalau kura 89 ambazo ni theluthi 3 watakaochagua, papa mpya atapatikana. Kwa siku kadhaa, makardinali wamejadili matarajio yao juu ya papa mpya, wakiangazia masuala ya usimamizi wa kifedha, dhima ya wanawake katika kanisa Katoliki na pia kushuka kwa idadi ya mapadri. Raundi ya kwanza ya kupiga kura itafanyika leo jioni. Ishara ya moshi mweusi itamaanisha papa hajapatikana, lakini moshi mweupe bila shaka utawasisimua waumini waliopiga kambi katika bustani la Mtakatifu Petro kwamba papa mpya amechaguliwa. Zoezi hilo halina muda mahususi na liliwahi kuchukua miaka 3 karne ya 12, ila katika kumchagua Papa Francis mwaka 2013 lilichukua siku moja tu. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kassim Wanjiro.